Salie hapo kwa swala zima la siasa ambapo vuta ni kuvute kati ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua umeendelea kushika kasi, huku leo hii viongozi wa upinzani wakiongozwa na Gachagua wakizuiliwa kuingia katika ibada ya Jumapili katika kanisa la Kaaga Methodist ambapo Kindiki alikuwa akihudhuria. Baadaye viongozi hao walirushiana cheche za maneno wakiwahutubia wenyeji wa Meru katika maeneo tofauti. Uhasama kati ya naibu rais Profesa Kithure Kindiki na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua unapoendelea kushuhudiwa haswa kuhusu ubabe wa uongozi eneo la Mlima Kenya. Leo hii viongozi wa muungano wa upinzani wakizuiliwa kuingia katika kanisa la Kaaga Methodist ambapo Kindiki alikuwa anahudhuria ibada ya Jumapili. Viongozi hao wakilazimika kuhudhuria ibada katika kanisa la East Africa Pentecostal mjini Meru ambapo walitumia fursa hiyo kumtahadharisha Rais Ruto dhidi ya kutumia naibu wake kugawanya eneo la Mlima Kenya, huku wakiapa kuwa mpango huo kamwe hautafaulu. Let this be recorded in the annals of Kenya's history. On International Women's Day, on a Sunday, in the county of Meru, the Deputy President used the police to bar elected leaders and ordinary citizens from worshipping freely. That is not governance. That is the conduct of a regime so gripped by fear of the people's voice that it cannot even permit them to pray together. William Ruto, Kithure Kindiki, CS Roko, trying to divide the mountain is like trying to cut the Mugumo tree with a laser blade. It's an exercise in futility. It will not work. It will not happen. This mountain is one. Wameendelea kusisitiza kuwa ajenda yao kuu kama viongozi wa upinzani ni kumtimua Rais Ruto mamlakani ifikapo mwaka wa 2027, huku wakiwarai wa Kenya kujiandikisha kwa wingi kama wapiga kura ili waweze kutimiza azma hiyo. Huyu Ruto tulimchagua, alikuja na Biblia akasema ameokoka, kumbe alikuwa ni fisi kwa ngozi ya nini, ya kondoo. Kufika pale ametugeuka, ameanza kula sisi moja moja. Amekula Rigiji, amekula JB, amekula Linturi, amekula kahawa, amekula majani chai, amekula maziwa, amekula miraa, amekula ngano. We have made a decision that sisi hatuwezi kaa kuangalia kama Wameru maovu ya kitawala, Kenya ikiharibika. We must play our rightful role as the Meru towards the liberation of this country. Kwa upande wake Kindiki aliyehutubia mkutano wa hadhara eneo la Makutano, eneo bunge la Imenti Kaskazini, akiwanyoshea kidole cha lawama viongozi wa upinzani kwa kuwaadaa wenyeji wa eneo hilo kwa maneno matupu bila rekodi ya maendeleo. Kalonzo Musyoka, wewe Rigathi Gachagua, hatutakubali nyinyi kukuja kudanganya watu hapa. Mulikuwa watu wakubwa serikalini, mulikuwa manaibu wa rais, hakuna project hata moja mulitoletea hapa. Wachaneni na fireman afanye kazi yake, amuwezani na mimi my friend. Walikuya Yembe wakatukanana, Tigania wakatukanana, Imenti wakatukanana. Wakati huu Kithure Kindiki amekuja hapa na ndio mtoto wetu, tunaamini ya kwamba inawezekana, na ndio mimi naambia Gachagua, angalia Meru. Kindiki amepigia debe azma ya Rais Ruto kuhudumu kwa muhula mwingine, akiwataka wenyeji wa Meru kufanya kazi na serikali ya kitaifa ili kunufaika na miradi zaidi ya maendeleo.